بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo katika babu al-i'rabi, ukurasa nambari 20. Anasema Sheikh, babu al-i'rab, kwa maana huu ni mlango wa i'rab. Al-i'rabu, i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalimi. Al-i'rabu, i'rabu maana yake huwa taghyiru, ni ule mbadiliko unaopatikana awakhir al-kalimi, mwisho wa matamshi, mwisho wa matamshi. Alkalimi ni jamu ya kalima. Kalima ni tamshi, alkalimi maana yake matamshi. Na hii matamshi ya hapa haina maana ile ya maneno ambayo tumeisoma kule mwanzoni mwa somo. Yale kule ni maneno sawa, lakini hapa katika alkalimi yanakusudiwa matamshi. Nina maana gani tunaposema awakhir alkalimi? Maana yake mwisho wa maneno, ni tunakuwa tunakusudia maneno yale ambayo ni murakkab almufidu bilwad'i. Sasa tukiwa tunasema alkalimi kwa maana ya maneno, ni tunakusudia sentensi, na tunapokusudia sentensi tuna maana kwamba tamshi la mwisho ndio lenye kuangaliwa, wakati uhakika si hivyo. Tamam? Kwa sababu tukisema kwamba mwisho wa maneno, basi sentensi inayosema jaa zaidun, ile jaa, fiili ya jaa iangaliwi, inaangaliwa zaidi peke yake. Darabtu amran, ile fi'lun wa fa'ilun ambayo ni darabtu haiangaliwi, itaangaliwa amran peke yake. Kwa hiyo kilichokusudiwa hapa sio maneno, sawa? Kilichokusudiwa hapa ni matamshi. Maana mwisho wa kila tamshi, yale mabadiliko yanayopatikana mwishoni mwa kila tamshi ndiyo i'rabu. Lakini pia matamshi yenyewe si yote, ni jina na kitendo, herufi haiingii, kwa sababu herufi mara nyingi ndiyo yenye nini, ndiyo yenye kutia athar kile kilichokuwa mbele yake. Tamam? Haka. Kwa hiyo al-i'rabu, i'rabu huwa maana yake taghyiru, ni ule mbadiliko unaopatikana awakhiril kalimi, mwisho wa matamshi, sio mwisho wa maneno, mwisho wa matamshi. Fi'lun, kitendo ni tamshi. Ismun, jina ni tamshi. Harfun, herufi pia ni tamshi. Tamam? Kisha nikisema jaa zaidun, haya ni maneno sawa sawa. Kwa hiyo i'rabu ni yale mabadiliko yanayopatikana mwisho wa kila tamshi, sio mwisho wa maneno. Kusema mwisho wa maneno, kwa maana kwenye jaa zaidun, jaa tuiangalie, tunaangalia zaidun peke yake. Kwenye darabtu amran, darabtu hii tuiangalie, tunaangalia amran peke yake, sababu kule kwenye amran ndio mwisho wa haya maneno ambayo ni darabtu amran, na kwenye zaidun ndio mwisho wa maneno wa hii jumla au hii sentensi inayosema jaa zaidun. Sijui umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo hii alkalimi hapa ni jamu ya kalima, jamu ya tamshi. Kwa hiyo al-i'rabu, i'rabu huwa taghyir, ni ule mbadiliko unaopatikana awakhiril kalimi, mwisho wa matamshi. Unapatikana vipi? Liikhtilafi al-awamili, kwa sababu ya kutofautiana vitendakazi. Liikhtilafi al-awamili, kwa sababu ya kutofautiana vitendakazi. Ad-dakhilati, vinavyoingia. Alaiha, juu ya hayo matamshi. Lafdhan, kimatamshi. Au taqdiran, au kimakadirio. Tamam? Hakadha. I'rabu ina nguzo kuu tatu. I'rabu ina nguzo kuu tatu. Nguzo ya kwanza ni al-amilu, kitenda kazi. Nguzo ya pili al-ma'mulu, mwenye kuathiriwa na kitenda kazi.
Nguzo ya tatu al-amalu. Amal ni ile atharu al-amil ala al-ma'mul. Amal ni ile athari ya amil juu ya ma'mul. Tamam, hakadha. Kwa hiyo amil ni nani? Amil huwa al-muathiru lilma'mul. Amil ni lile tamshi ambalo likitangulia linaleta athar kwa lile tamshi lililokuwa baada yake. Tamam. Na ma'mul ni nani? Ma'mul huwa al-muathiru, ni yule anayeathiriwa na amil. Kisha al-amal ni ile alama, ni ile athar ya amil kwa ma'mul. Tamam. Tutakuja kuona hapo ndani. Anasema katika sharhi babu al-i'rab, huu ni mlango wa i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalimi liikhtilafi al-awamil ad-dakhilati alayha lafdhan au taqdira. Yani anakusudia mtunzi anna al-i'rab, ya kwamba i'rab huwa taghyir, yule mbadiliko ahwali wa hali awakhir al-kalimi, za mwisho wa matamshi, ni ule mbadiliko wa hali za mwisho wa matamshi, bisababi dukhuli al-awamil al-mukhtalifati, kwa sababu ya kuingia vitendakazi tofauti tofauti katika hayo nini, katika hayo matamshi. Wadhalika, na hilo nahu zaidun, mfano tamshi la zaidi. Wadhalika, na hilo nahu zaidun, mfano wa tamshi la zaidi. Fa innahu, hakika hili tamshi la zaidi, qabla dukhuli al-awamil, kabla ya kuingiliwa na vitendakazi, mawqufun, hukumu yake ni yenye kusimamishwa, kwa maana halizingatiwi kuhukumiwa kwa hukumu ya aina yoyote katika zile hukumu au zile hali za i'rab. Tamam. Fa innahu, hakika ilo tamshi la zaid, qabla dukhuli al-awamil, kabla ya kuingiliwa na vitendakazi, mawqufun, ni lenye kusimamishwa. Kusimamishwa kwa maana yake halizingatiwi kuwa na hukumu ya aina yoyote ile. Ndio akasema laisa mu'raban, halizingatiwi kuwa ni mu'rab, wala mabniyan, wala halizingatiwi kuwa ni mabni, wala marfu'an, na wala halizingatiwi kuwa ni marfu'. Tamam. Wala ghairahu, wala halizingatiwi kuwa katika hali nyingine inayofanana na marfu'an, kwa maana halizingatiwi kuwa ni mansuban, lakini pia halizingatiwi kuwa ni majruran. Tamam. Hapo ni katika hali gani? Katika hali ya kutoingiliwa na kitendakazi chochote kile. Kisha nasema fa idha dakhala alayhi al-amilu, fa idha dakhala alayhi al-amil, basi pindi, fa idha dakhala, basi pindi kitakapoingia alayhi, katika tamshi la zaidi, al-amilu, kitendakazi. Fa in kana yatlubu raf'a, ikiwa hicho kitendakazi kinataka kumrufaisha yule aliyekuwa mbele yake, rufi'a, tamshi la zaidun litarufaishwa. Nahu, mfano kusema jaa zaidun, jaa zaidun. Fa innahu, hakika tamshi la jaa, hakika tamshi la jaa, fi'lun, ni kitendo ambacho yatlubu fa'ilan, kinamtaka fa'il wake. Sasa kinamtaka fa'il wake, na fa'il wake anakuja baada ya jaa. Wal fa'ilu marfu'un, na fa'il anakuwa ni mwenye kurufaishwa. Fayakunu zaidun, basi linakuwa tamshi la zaidun marfu'an, linakuwa ni lenye kurufaishwa bijaa. Kwa nini? Kwa tamshi la jaa ambalo ni kitendo. Ala annahu fa'ilu, juu ya kwamba ilo tamshi la zaidi fa'ilu ni fa'ilu nan, fa'il wa jaa. Ala annahu fa'iluhu, juu ya kwamba ilo tamshi la zaidi fa'ilu ni fa'ilu nan, ni fa'il wa jaa. Wa in kana al-amilu yatlubu an-nasba, na ikiwa amil
anataka kumnasibisha yule anayekuja baada yake, nusiba ma ba'dahu, sawa, kitanasibishwa kile kinachokuja baada yake. Nahwu, mfano wa kusema raaitu zaidan, nimemwona zaidi. Raaitu zaidan, nimemwona zaidi. Fa inna raaitu, hakika tamshi la raaitu, fi'lun, ni kitendo, watta'u, na te, fa'iluhu, ndiye fa'ili wake, wa zaidan, na zaidi, maf'uluhu, ndiye maf'uli wake. Maf'uli kwa maana mtendewa wake. Wal maf'ulu mansubun, na maf'ul anakuwa ni mansubun. Tamam. Raaitu, raai inakuwa ni fi'lun madhi, na hii raai inairabiwa kwa mujibu wa madhhabu mawili, madhhabu ya al-Basriyin na madhhabu ya al-Kufiyin. Tamam. I'rabu ya al-Kufiyin, wao wanasema raaitu fi'lun madhin mabniyun ala as-sukuni liittisalihi bidhamiri ar-raf'i al-mutaharriki. Raaitu kwa madhhabu ya al-Basriyin ni fi'lun madhin iliyojengewa kwa sakina, liittisalihi bidhamiri ar-raf'i al-mutaharriki, kwa sababu ya kufungamana kwake na dhamiri ya raf'u ambayo imetiwa haraka. Tamam. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun, na teni dhamiri muttasil iliyojengewa juu ya dhamma katika sehemu ya kurufaishwa, fa'ilun, na huyo tena ndiye fa'ili mwenyewe. Hiyo ni i'rabu ya al-Basriyin. Na al-Kufiyin wao raaitu kwa ni fi'lun madhin mabniyun ala al-fathi, mabniyun ala fathin muqaddarin. Al-Kufiyin kwa raaitu ni fi'lun madhin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhiri, ni fi'l madhi, ni kitendo cha wakati uliopita kilichojengewa juu ya fatha iliyokadiriwa, ala akhiri, mwishoni mwake. Manaa min dhuhurihi, manaa min dhuhurihi, kumezuilika, sasa kumezuiliwa kule kudhihiri fatha, karahiyatu tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kalkalimati alwahida. Kumezuilika kudhihiri ile fatha, karahiyatu tawali, sawa, kwa sababu ya karaha ya kufuatana, arba'i mutaharrikatin, herufi tatu zilizotiwa haraka, fima huwa kalkalimati alwahida, kiasi ikaonekana nini kama ni tamshi moja, kumbe ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kwenye raaitu kuna fi'li ambayo ni raai, sawa sawa, kisha kuna tea ambayo ni fa'ili. Tamam. Huwa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun, na huyo ta ndiye fa'ili mwenyewe. Kwa utaona hapa hii raaitu ni fi'lun wa fa'ilun, ni kitendo ambacho kimefungamana na fa'il, kisha zaidan ni maf'ulun bihi ambaye anatakiwa nini, awe ni mansub. Tamam. Hakadha tunaendelea. Wal maf'ulu mansub, na maf'ul huwa ni mansub, wa in kana yatlubu aljarra, sawa, na ikiwa amil anataka kumjurisha yule anayekuja baada yake, jurra ma ba'da, sawa, kitajurishwa kile kinachokuja baada ya amil. Nahwu alba, mfano ba fi nahwi, katika mfano kusema kwako maraltu bi zaidin, nimepita karibu na zaidi. Fa zaidin, bas tamshi la zaidin majrurun, ni lenye kujurishwa, bil ba'i, kwa sababu ya ba, au ni lenye kujurishwa bil ba'i na ba, sawa sawa. Fataghyiru akhiri min raf'in ila nasbin au jarrin huwa al-i'rab. Fataghyiru, bas kule kubadilika, al-akhiri, mwisho wa tamshi, min raf'in, kubadilika ambako ni kurufaishwa, au nasbin, au kunasibishwa, au jarrin, au kujurishwa, wal i'rabu, ndiyo nini, ndiyo i'rab. Wa sababuhu, na sababu ya uko kubadilika mwisho wa tamshi, dukhulul awamil, ni kuingia vitenda kazi. Tamam.
Kwa hiyo tuangalie sasa kilichobadilika na kilichofanya kazi ya kubadilisha. Katika mfano wa kwanza, jaa Zaid, huyu jaa ndiye amil hapa, sawa. Huyu jaa ambaye ndiye fi'li ndiye amil, kisha Zaid ndiye maamul. Zaid ndiye maamul, kwa maana jaa ndiye aliyemfanya Zaid akarufaishwa, sawa sawa. Kwa hiyo hapa tushaziona nguzo ngapi? Nguzo mbili za i'rab, ambapo ni al-amil wal maamul. Nguzo ya tatu ni raf'u iliyoingia katika Zaid, kwa maana al-amal. Tamam, na amal ni nini? Atharu al-amil ala al-maamul. Sa amal, nguzo ya tatu i'rab ni ile athari ya amil kwa yule maamuli wake. Tamam, hakadha. Lakini pia vile vile katika raaitu zaidan, hapa kuna fi'lun wa fa'ilun. Amil ni nani? Amil wa kwanza ni fi'li, sawa sawa sawa, ambaye fi'li ni raai, sawa sawa, ni raai, ikamrufaisha nani? Fa'il wake ambaye ni te, kisha ikaja ikamnasibisha nani? Zaidan ambaye nani? Ambaye ni mansubu. Tamam. Na kuna wengine wanasema kwamba ikija fi'lun wa fa'ilun kisha kaja maf'ulun bihi, bas amil anakuwa ni fi'lun wa fa'il, kwa maana amil anakuwa ni kitendo na mtendaji wake, kisha Zaidan ambaye ni mansubun, sawa sawa, ndiye anakuwa nini? Anakuwa maamul wa fi'lun wa fa'il, kisha hii nasbu ndio al-amal, kwa maana atharu al-amil ala al-ma'mul. Tamam, hakadha. Lakini pia katika kujulishwa hapa, maraltu bi Zaidi, taona hapa aliye amil katika Zaidi nani? Ni alba, ni harufi ya jarri ambayo ni alba. Maamul ni Zaidi, sawa. Al-amal ni kasra iliyoko wapi? Chini ya tamshi la Zaidi. Tamam, hakadha. Anaendelea kusema wa qawluhu lafdhan au taqdiran, na kule kusema kwake kimatamshi au kimakadirio, yani anakusudia bihi, kwa kusema kwake hivyo, anna al-akhirah, kwamba ule mwisho wa tamshi yataghayyaru lafdhan. Anna al-akhirah, kwamba ule mwisho wa tamshi yataghayyaru, unabadilika, lafdhan, kimatamshi, kwa maana kwa kutamkwa na kwa kuonekana. Kama raaitahu, kama ulivyouona huo mwisho wa tamshi ukibadilika, fil amthilati almadhkurati, katika mifano iliyotajwa hapo nyuma. Au takdiran, au unabadilika ule mwisho wa tamshi kimakadirio, kama fil ismi alladhi akhiruhu alifun, kama ilivyo fil ismi alladhi, katika jina ambalo akhiruhu, mwisho wake, akhiru mwishoni mwake, alifun, kuna alifu. Nahu, mfano alfata, nahu alfata. Au yaun, au mwishoni mwa jina hilo kuna nini? Kuna ye. Tamam. Kama fil ismi alladhi, kama katika jina ambalo akhiru mwishoni mwake alifun, kuna alifu. Nahu alfata, mfano jina la alfata. Au yaun, au mwishoni mwake kuna ye. Nahu alqadhi, mfano wa jina la alqadhi. Fa inna al-alifa al-layyinata, hakika alifu al-layyinata inaitwa hivyo hivyo, sawa. Sijui kizalamu inaitwa vipi, Kisambaa inaitwa vipi, Kimakonde inaitwa vipi, kwa utaita hivyo hivyo. Tamam, hakadha. Kwa fa inna al-alifa al-layyinata, kwani hakika fa inna al-alifa al-layyinata, kwani hakika alif layyinata yataadharu tahrikuha, ni vigumu kuitia nini? Haraka, kwa maana kunashindikana kuitia haraka. Fayuqaddaru fiha al-i'rab, baada ya kuwa alifu layyina kunashindikana kuitia haraka, fayuqaddaru fiha al-i'rab, basi kunakadiriwa katika alifu hiyo al-i'rabu, sawa sawa, yale mabadiliko, sawa sawa, yale nini? Mabadiliko. Litaadhuri, kwa sababu ya kushindikana nini? Kutiwa haraka ile alifu al-layyina. Nahu ya alfata, litaadhuri, kwa sababu ya kushindikana kuitia haraka ile alifu al-layyina. Nahu, mfano kusema jaa alfata, jaa alfata. Hapa jaa ndiye amil, alfata ndiye maamul, lakini hatuoni
athari moja kwa moja ambayo tumeizoea, ambayo ni nini? Ni ile rafu. Tamam. Anasema falfata, bas tamshi la fata fa'ilun marfu'. Tamshi hili hapa ni fa'il marfu', ni fa'il aliyerufaishwa bi dhammatin muqaddaratin ala al-alif, wa dhamma iliyokadiriwa ala al-alif, juu ya ile nini? Alif. Alif ni herufi inayokuja baada ya ta. Tamam. Al-fata, al-fata, kuna fa, kuna alfau, kuna attau, kisha mbele yake kuna kama kimkia hivi kimejikunya, ndio alif al-layina. Tamam. Kwa hiyo ile amalul amil, ile athari ya mtendaji ambao ni rafu haionekani. Kwa hiyo inakuwa nini? Inakuwa inakadiriwa. Wanasemaje? Nahu jaa alfata, falfata, bas tamshi alfata fa'il marfu'un, ni fa'il aliyerufaishwa bi dhammatin muqaddaratin ala alif, kwa dhamma inayokadiriwa au kwa dhamma iliyokadiriwa ala alif, juu ya ile alifu layina. Sasa ala alif, juu ya ile alifu allayina. Man'a min dhuhuriha, sasa man'a kumezuilika, man'a kumezuilika, min dhuhuriha, kutokana na kudhihiri hiyo dhamma. Sasa at-ta'adhuru, kule kushindikana kutia haraka katika nini? Katika al-alifu al-layina. Hiyo ndo i'rabu yake. Jaa al-fata, jaa fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathi, al-fata fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-alif, man'a min dhuhuriha at-ta'adhur. Tamam. Hakadha. Wa ra'aytu al-fata, na nimemuona nani? Kijana. Falfata, bas tamshi la al-fata ambayo ina maana ya kijana kwa Kiswahili, maf'ulun bihi mansubun bi fathatin muqaddaratin, vile vile pia ni maf'ulun bihi, ni mtendewa, mansubun, aliyenasibishwa bi fathatin muqaddaratin, kwa fatha iliyokadiriwa, ala al-alifi, juu ya ile alif yake al-layina. Man'a min dhuhuriha, sasa at-ta'adhur. Sasa man'a kumezuilika, min dhuhuriha, kutokana na kudhihiri ile fatha, ile nini? Ile haraka ya fatha, at-ta'adhuru, kwa kushindikana kutia haraka kwenye ile alifu al-layina. Umaraltu bil fata, falfata umaraltu bil fata, falfata majrur, bas tamshi al-fata hapa majrur, ni lenye kujurishwa, kwa maana ni lenye kuingia haraka ya jarri. Sawa sawa. Bil ba'i, ni lenye kujulishwa bil ba'i kwa sababu ya be, bi kasratin muqaddaratin ala al-alif, kwa kasra yenye kukadiriwa ala al-alif, juu ya ile alif yake layina. Man'a kumeshindikana au kumezuilika, min dhuhuri, kutokana kudhihiri ile kasra. Sawa sawa. At-ta'adhuru, sawa sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kunashindikana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kushindikana kutia nini? Kutia haraka katika ile al-alifu al-layina. Wa nahu jaa al-qadhi, na mfano mwingine jaa al-qadhi, imekuja qadhi. Sawa. Fal-qadhi, bas tamshi la qadhi fa'ilu marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala al-ya, fa'ilu marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala al-ya, man'a min dhuhuriha ath-thiqal. Tamam. Man'a min dhuhuriha ath-thiqal. Kule juu tumeambiwa kudhihiri i'rabu katika al-alif al-layina. Sasa nini? At-ta'adhur, kunashindikana. Kwa sababu gani? Hakuna uwezekano wa kutia haraka kwenye nini? Kwenye ile al-alifu, kwenye ile al-alif al-layina. Lakini hapa katika tamshi al-qadhi, hapa kuna ye, hakuna alif. Sasa na kwa nini hii ikawa ni alif? Kwa sababu herufi iliyopo kabla yake ni imetiwa fatha kwenye tamshi al-fata. Sawa. Kwa nini ikawa ni alif? Kwa sababu herufi iliyopo kabla ya kufika kwenye alif layina ina fataha. Sasa na kwa nini kwenye al-qadhi ikawa ni ye? Kwa sababu herufi iliyopo kabla kufika kwenye ye ina kasra. Kwa hiyo ni ishara kwamba hii ni kasra, ile kwa ni alif. Ni ishara kwamba hii ni ye na ile kwa ni alif. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo
ونحو نمفان وكسما جاء القاضي يقول قاضي فالقاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. بس تمشل فالقاضي بس تمشل قاضي ففاعل مرفوع بفاعل aliyerufishwa بضمة مقدرة وضمة iliyokadiriwa ala alya juu ya ile ye yake, maana ile ye iliyoko mwisho wa tamshi alqadhi ambayo inakuja baada ya adhat. Man'a min dhuhuriha athiqal, man'a kumezuilika min dhuhuriha, kutokana nini? Kutokana kushindikana kudhihiri nini? Ile haraka ya dhumma pale athiqal, kwa sababu ya uzito. Kwa maana ile haraka ya dhumma ina uzito katika nini? Katika kudhihirishwa kwenye ile ye iliyopo katika tamshi la alqadhi. Falqadhi wa maraltu bilqadhi wa maraltu bilqadhi, mfano mwingine kwa maana wanahu na mfano kusema maraltu bilqadhi. Falqadhi majrurun bilba bikasratin muqaddaratin ala alya'i man'a min dhuhuriha athiqal. Wa amma fi halati nasbi, ama katika hali ya kunasibishwa ili tamshi gani la alqadhi, tamshi ambalo mwishoni mwake kuna ye, fatadhharu alfathatu. Amma fi halati nasbi, ama katika hali ya kunasibishwa ili tamshi ambalo mwishoni mwake kuna ye, fatadhharu alfathatu, basi hapo inadhihiri ile haraka ya fatha ala liyai, juu ya ile ye, lilkhifati, kwa sababu ya wepesi wa kuitamka haraka hiyo. Nahu mfano kusema raaitu alqadhiya, raaitu alqadhiya, nimemwona qadhi. Falqadhiya bas tamshi alqadhiya hapa maf'ulun bihi mansubun, ni maf'ulun bihi alinasibishwa bifathatin dhahira, wa fatha iliyokuwa wazi. Kwa hiyo hii mifano yote ni mifano ya yale maelezo yake aliyosema wa qawluhu lafdhan au taqdira. Na kauli yake kusema kwamba lafdhan, hayo mabadiliko yanatokea kimatamshi, kwa maana yanaonekana na yanatamkwa, au taqdiran, au kimakadirio. Yani bihi, anakusudia kwa kusema hivyo anna al-akhira, kwamba ule mwisho wa tamshi, ule mwisho wa tamshi yataghayyaru lafdhan, unabadilika kimatamshi, kama raaitahu, kama ulivyouona mwisho huo, fil amthilati almadhkura, katika ile mifano iliyotajwa wapi hapo nyuma. Au taqdiran, au unabadilika kimakadirio, kama fil ismi alladhi akhiruhu alif, kama ilivyokuwa katika jina ambalo mwishoni mwake kuna alif, nahu alfata. Au ya'u, au katika jina ambalo mwishoni mwake kuna ye, nahu alqadhi. Sawa sawa. Kwa hiyo baada ya hapo akaja kukutolea mifano ambayo iko wazi. Sasa wewe inabidi uchukue kipimo hichi, uchukue hichi kiasi ukakitabikishe katika nini? Katika matamshi mengine. Mfano wake jaa Musa, jaa Musa. Katika Musa hapo, katika tamshi la Musa hapo kuna nini? Kuna al-alifu layina. Kwa sababu gani? Herufi iliyopo kabla kufika katika ile alifu ina fataha. Kwa jaa Musa, Musa itakuwa nani? Musa itakuwa jaa, itakuwa ni fi'lu madhin mabniyun ala al-fath. Kisha Musa atakuwa ni fa'ilu marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala al-alif man'a min dhuhuriha at-ta'adhur. Tamam, hakadha. Lakini vile vile maraltu bin-nami, maraltu bin-nami, nilipita karibu na mtu aliyelala. Bin-nami, nilipita karibu na mtu aliyelala. Alba'u itakuwa ni harfu jarri, an-nami itakuwa ni ismun majrurun bilba'i bikasratin muqaddaratin ala al-ya'i man'a min dhuhuriha athiqa. Sasa kilichozuilia kutokana nini na kushindikana kudhihiri ile kasra, athiqalu, ni ule uzito wa kuitamka ile kasra, ni uzito wa kuitamka ile kasra katika nini? Katika ile ye. Tamam, hakadha. Kwa hiyo hapa amekupa kiasi, amekupa kiasi, wewe sasa ukakitabikishe katika majina mengine. Tamam. Akasema falfarqu baina ma akhiruhu alifun au ya'un. Falfarqu, basi tofauti, baina ma, iliyopo kati ya ile tamshi ambalo
falfarqu, basi tofauti, bainama, iliyopo kati ya lile tamshi ambalo akhiruhu alifun, mwishoni mwake kuna alifu, au yaun, au ye. Annama, ni kwamba lile tamshi ambalo akhiruhu alifun, mwishoni mwake kuna alifu, yataadharu idhharu i'rabihi, kunashindikana kudhihiri yale mabadiliko yake, raf'an, katika upande wa kurufaishwa, wa nasban, na katika upande wa kunasibishwa, wa jarran, na katika upande wa kujurishwa, sehemu zote mabadiliko yake ya nini yanashindikana kudhihiri. Wama akhirahu, na lile tamshi ambalo akhiruhu, wama akhiruhu, na lile tamshi ambalo mwishoni mwake yaun, kuna ye, la yataadharu, sasa hakushindikani kudhihiri zile haraka katika upande gani? Katika upande wa raf'u na upande wa jarri. Sawa, katika upande gani? Upande wa raf'u na upande wa jarri. Kwa sababu gani upande wa raf'u na jarri? Kwa sababu katika upande wa nasbu inadhihiri kama tulivyotolea mfano pale, ra'aytul qadhiya. Tamam. Kwa hiyo wama akhiruhu yaun la yataadhar, na lile tamshi ambalo mwishoni mwake kuna ye, la yataadhar, hakushindikani kudhihiri haraka ya nini? Ya raf'u na haraka ya jarri. Walakinahu, lakini, yustathqalu, kuna patikana uzito, raf'an, katika upande gani? Katika upande wa kudhihirishwa ile haraka ya raf'un, wa jarran, na katika upande wa kudhihirishwa ile haraka ya jarri. Tamam, hakadha. Wa ila huna intahi. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.